watesi wake wakiliangalia jina lake, kisha wanalisafirisha kulipeleka kuzimu. Hivyo leo tutaenda kujifunza juu ya majina ambayo yanapenda kusafirishwa kupelekwa kuzimu. Hakuna jina ambalo haliwezi kupelekwa kuzimu, lakini kuzimu kuna majina mengi sana, na kila jina lililoko kuzimu kwenye ulimwengu wa roho lina mshumaa tayari, yaani kuashiria kifo chako, yaani huyu wakati wake unakaribia. Ni kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho tunajifunza kwamba hakuna kitu ambacho kinachosema uongo kwenye ulimwengu wa roho, lakini kwenye ulimwengu wa kawaida mtu unaweza ukasema uongo. Lakini bado ukisema uongo, kama una Roho Mtakatifu ndani mwako, ule Roho Mtakatifu anakushauri, anakwambia fulani, kwa nini umesema uongo? Haleluya. Kwa nini umesema uongo? Ni kwa sababu amesema uongo kwenye upande wa mwili kawaida, yani kwenye nje, yani amesema uongo kawaida kwenye upande wa mwili. Lakini ukimwona mtu anasema uongo mpaka kwenye ulimwengu wa roho, huyo mtu anasema uongo, basi ujue ndio yule ambaye tuliyemzungumza kwa huyo ni Masihi Dajjal. Lakini wengi sana kwenye ulimwengu wa roho huwa wengi ni wasema kweli, na ndio maana tunajifunza kwa baba wa imani Ibrahimu kwamba hakuna mwanadamu ambaye anaweza kusimama akaongea uongo, kwa sababu uongo ni ishara tatu za kuzimu. Kwa ukimwona mtu ambaye anazingatia sana kusema uongo, ina maana huyo ana ishara tatu za kuzimu. Kisha kuzimu huwa na muda wake wa kutoa kafara kwa wingi kabisa. Mida ya kutoa kafara kuzimu, mara nyingi sana kila kitu huwa kinafanyika mwezi wa 8, yaani mwishoni mwa mwaka, yaani mwaka umebakiza miezi 4. Lakini pia kabla ya muda huo, kabla ya mwezi wa 8, shetani anawaita wajumbe wake wote, wanakaa kikao. Wakisha kaa kikao, shetani lazima akutane na nani? Lazima akutane na Mungu, wakae kikao. Kuna watu ambao Mungu anawaambia kabisa, bana, nenda kwa John, mpe vitu vyote, mpe mateso yote, lakini hakikisha roho yake usifanyeje? Usiguse. Tutajifunza kwa mtu mmoja ambaye alikuwa Ayubu, Nabii Ayubu. Nabii Ayubu alikuwa ni mtu ambaye anayemcha Mungu sana katika Israeli. Wakati anamcha Mungu, kulikuwa kuna vitu vingi sana ambavyo alikuwa navyo Ayubu. Alikuwa na ng'ombe wa kutosha, alikuwa na mbuzi wa kutosha, alikuwa na watoto 2 Ayubu, alikuwa na punda 500, alikuwa na ngamia 500,
ngano. Yaani Ayubu alikuwa na vitu vingi na wajakazi wengi sana. Hivyo Ayubu, wakati siku moja Mungu anafanya kikao chake mbinguni, alivamiwa na shetani. Sikiliza, alivamiwa na shetani shetani akiomba aende akamjaribu Ayubu. Lakini nje na kumjaribu, mtu yoyote ambaye ni mtu ambaye ameokoka, yaani mwenye Roho Mtakatifu ndani yake, kujaribiwa ni jambo la kawaida. Na wakati mwingine sio anayetujaribu ni shetani. Wakati mwingine shetani huomba ridhaa kwa Mungu ili amjaribu mtumishi Zakaria. Na ndio maana kama mfano una mke, ulishaoa, una familia, una mama, una baba, basi utajikuta unapoteza watu wote ulionao. Watoto, mke, nani, rafiki, wote watu wa karibu yako wanafanyaje? Wakati mwingine wasife hata kufa, labda ukute wanaenda nchi ya mbali kabisa, ni wanapotea na wewe. Au wewe kama baba unajikuta umesafiri kwenda nchi ya mbali sana, ambapo unaweza ukakaa miaka usionane na wanao. Unaweza ukakaa, kama ni mama, unaweza ukakaa miaka usionane na watoto wako, tu kwa sababu shetani ana namna fulani ya kumtenga mtu na watu wake, hasa shetani anapogundua kuwa una kitu ndani yako. Leo madhabahu yangu tukufu, kuna kitu ambacho natamani kushare na nyinyi. Natamani tujifunze juu ya huyu Ayubu. Ayubu ni nani? Je, kwa nini alipata upele mwingi? Kwa nini alipoteza kila kitu? Na ilikuwaje? Na ilikuwa ni kwa sababu gani? Taanzia hapo. Kwanza kabisa, Ayubu ni nabii wa Mungu. Na Ayubu ni nabii aliyemcha Mungu kwa roho na kweli. Kwa sababu gani? Kabila la Ayubu lilikuwa ni kabila ambalo wengi walikuwa ni watakatifu. Baada ya kuwa wengi walikuwa ni watakatifu, baada ya kuwa shetani amejaribu sana kumfuata Ayubu, shetani akawa ameshindwa kumzuru Ayubu. Biblia inasema siku moja Mungu alikuwa anafanya kikao na watu wake mbinguni, yaani na malaika wake mbinguni. Unajua shetani ni mtu ambaye anahudhuria vikao kwa Mungu mara kwa mara. Mtu ambaye yuko na Mungu karibu sana, na anaelewa utawala wa mbinguni vizuri kuliko mwanadamu wa aina yoyote. Nafikiri wewe uliyeokoka, nafikiri wewe ile unaweza ukawa hujajua. Kwenye ulimwengu, ili ujue vizuri, jaribu sana kuingia kwenye ulimwengu wa roho. Shetani ni mtu ambaye anahudhuria vikao mara kwa mara na Mungu. Kwa sababu ili uelewe hili,
huwezi kufanya mashindano na mtu ambaye hauko naye karibu. Sikiliza, mimi ninapohubiri nahubiri taarifa za Mungu wa mbinguni, lakini kuna wale wanaotenda dhambi. Mfano, wewe unayezini, unazini kuhubiri taarifa za shetani. Sina bwana, naeleweka hapo? Yaani iko hivi, mimi ninayehubiri ninafanya kampeni ya Mungu kupata watu wanaoenda mbinguni. Haleluya. Amina. Lakini wewe unayezini, unazini kufanya kampeni kupata watu wanaenda wapi? Shetani. Kwa hiyo huwezi kufanya kampeni na mtu ambaye hauna vikao naye mara kwa mara. Kwa hiyo unajikuta unafanya kama unafanya kikao na unafanya kampeni na mtu ambaye unajua kabisa kwamba hii kampeni ninaifanya na mtu fulani. Na ndio maana kwa Ayubu, baada ya Ayubu kuonekana kwamba Ayubu hawezi, haleluya, kuonekana kwamba Ayubu hawezi kuzuliwa na kitu chochote. Ayubu hawezi kuzuliwa na kitu chochote. Kilichofanyika, shetani alimuomba Mungu, akamwambia Mungu, akamwomba Mungu. Sasa alimuomba akiwa wapi? Alimuomba akiwa kuzimu. Kwa sababu ili ninalokuambia ya kwa shetani alikuwa ni nabii mkubwa. Alikuwa nabii mkubwa mbinguni. Kwa taarifa za utukufu wa Mungu, shetani anazielewa vizuri. Wakati unahangaika kutafuta namna ya kupata wokovu ndani yako, jua ya kwamba na shetani anapambana kupata akurudishe kwenye mikono yake. Na kingine ni kwamba shetani hapambani na mtu aliyeanguka kiroho. Shetani anapambana na mtu aliyesimama kiroho.